wa tikiti maji. Oya wazee, tunaanza. Halo. Tunaanza. Si mnanisikia hapo wote au sio? Kwa hiyo mtu unaweza kuja kuuliza swali baadaye baada ya kuwa labda nimeshapiga baadhi ya vitu. Kwa hiyo be free kuuliza, tutajibu. Lakini pia hiki ni kitu ambacho tutakuwa tunafanya every weekend analysis kwa ajili ya kujiweka fiti na kila kitu. Kwa hiyo ukiwa na swali lako unaweza ukauliza, utajibiwa. Ukiwa na idea usisite kuitoa, kwa sababu wote tupo kwa ajili ya kujifunza. Hakuna mtu ambaye anajua zaidi sana, isipokuwa kile ambacho unacho unaweza ukashare na wenzako. Kwa hiyo baada ya kuzungumza hayo, mimi nafikiri nianze sasa. Kwa hiyo hii nitaiondoa na hii ni webinar yetu ya kwanza. Kwa hiyo tutakuwa tunazifanya kila Jumamosi itakapofika mida kama hii, kwa maana kwamba saa 12 kamili tunadiscuss baadhi ya pair. Hii ni Gold hapa na USD JPY na GBP card, ndio pair zetu ambazo tunaweza tukazidiscuss kwa leo. Lakini pia kwenye hilo naweza nikatoa ushauri kwamba tumekuwa tukiruzi sana katika trading kulingana kwamba hatuna mipango. Yaani unajikuta trader kama trader unakuwa na pair kama 7 au 10, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo kuanzia leo au kupitia kwenye webinar hii tutakapoimaliza, unaweza ukachagua baadhi ya pair zako. Nafikiri hata 5, na 5 zenyewe ni nyingi, lakini zikizidi 5 utaangalia katika hizo pair zako, je, katika monthly pair kama pair fulani imekaaje, katika weekly imekaaje, kendo gani imekaaje. Kwa hiyo kupitia hizo pair zako chache unakuwa kama unazijua tabia zake. Hiki ni kitu ambacho tumekisoma kwenye vitabu vingi, ni kitu ambacho kimetamkwa na trader wengi, lakini kiukweli uhalisia wake tumekuwa tutendei kazi, na ndio inafikia hatua tunajikuta tunafeli kwenye sehemu kama hiyo. Kwa hiyo kabla sijaanza, mimi naweza nikasema it's better kwa wewe trader kuchagua pair zako kama ni 5, kama ni 4. Uwezi amini kuna baadhi ya trader anaweza akawa na pair yake moja tu na anatengeneza hela nyingi. Kwa hiyo tuache mtindo wa kwamba mtu katuma signal hii umeingia, sijui hii umeingia, sijui pair hii umeingia. Achana nazo. Unaweza ukawa na pair yako moja na ikakupa hela. Baada ya kusema hayo, mimi nafikiri sasa hii ni Gold, tuiangalie kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika kwa wiki ijayo, lakini ni kitu gani ambacho vilifanyika katika wiki hii, na ni mazingira gani ambayo maybe tulikuwa tuyaelewe. Kwa hiyo kwa kile ambacho mimi nakifahamu nitashare na nyinyi. Kwa hiyo ukiangalia Gold, mimi nitaenda kuiangalia ivokaa monthly. Hapa ni monthly. Monthly ni muhimu sana kuangalia, japokuwa traders wengi hatuangalii kulingana kwamba sio position trader, lakini wewe hata kama ni intraday trader unaweza ukaenda kuangalia monthly, kwa maana kwamba kendo iliyoisha ya mwezi uliopita, ile kendo ilikuwa katika mtazamo gani? Ni doji, ni engulfing kendo, ni pin bar, ni rejection kendo. Je, na hiyo kendo ilitokea katika mazingira gani? Ipo katika support au resistance? Kwa hiyo baada ya kujua kwamba kendo ni hiyo kendo ni aina fulani ya kendo, baada ya hapo unaweza ukawa na mtazamo kwamba kumbe mwezi huu wote ni kitu gani ambacho kitatokea. Kwa hiyo utakachokifanya wewe kuangalia tu kwamba je, ni long term sell, is buy, ni pullback, au ni long term buy, is sell, ni pullback. Sasa nitakuja hapa maana na mnazingua. Ngoja ni wa mute wote kwanza. Okay. Kwa hiyo sasa ukiangalia Gold unaikuta katika mtazamo kama huu. Kwa hiyo sasa hapa mimi nitaanza kuchora
kwa maana kwamba hapa kutakuwa kuna resistance yangu hapa nitaweka resistance yangu, kwa maana ni price ambayo imegonga katika mazingira haya na katika ukubwa fulani. Lakini pia hapa nitachora support yangu ambayo ukiangalia ilitokea tangia huku. Hii ni support yangu, nitaichora mazingira haya. Kwa hiyo hii ni resistance, kwa maana kwamba price imegonga more than 3. Ushaona? Kwa hiyo tunaweza tukaita hii ni strong resistance. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ukiangalia hapa price iligonga. Ushaona? Ukiangalia hapa price iligonga, lakini pia hapa price iligonga si chini ya mara 2. Kuna hapo, lakini pia kuna hapa. Ushaona? Kuna hapa, kuna hapa. Sasa basi ukiangalia hii ni kendo ya miezi kama 2 iliyopita, tayari ilitokea katika mazingira ya resistance, alafu iliachwa doji. Kwa hiyo next zone ukiangalia au strong support ni hapa kwenye gold. Kwa hiyo nitakuwa sikosei endapo nikisema gold ni long term sell, kwa maana kwamba inatoka hapa inakuja hapa, hii ndio zone. Japokuwa humu ndani kuna minor zone ambazo tutaziona katika low time frame. Kwa hiyo hii ni support kama tulivyochora huku au tulivyo identify kwamba hii ni strong resistance, lakini pia huku chini kuna hii ni strong nini? Ni strong support, kwa maana kwamba imegonga katika mazingira mengi sana. Sitaonesha yote kwa sababu tayari ni mfano ambao juu umeshaonekana. Kwa hiyo hii sisi ni support yetu. Kwa hiyo gold kama gold inatoka hapa kwenye resistance inakuja hapa. Lakini ukiachana hivyo unaweza ukaidentify zoni zingine. Kwa mfano hapa kuna zoni yetu nyingine. Hapa kuna zoni. Hapa kuna zoni. Hapa kuna zoni. Hizi ni zoni zako. Sasa hiki ni kitu gani ambacho kinafanyika hapa? Ukiangalia hapa juu kuna pattern ambayo ipo hapa, na baada ya hiyo pattern na ndio maana price ikafanyaje? Price ikadondoka. Hapa kuna pattern, kwa maana kwamba hapa kuna double top. Hii double top ilitokea katika mazingira haya. Baada ya double top, maana yake hapa kulikuwa kuna zone ambayo mimi naweza nikaita kama ni ndo neckline ya hapa. Hii ni zone nyingine. Kwa hiyo price baada ya kutengeneza hii double top kuna kitu kinaitwa impassive. Impassive maana yake ni large movement au high momentum ambayo ilitoka hapa juu. Hii yote ilikuwa ni impassive. Hii hapa. Kwa hiyo hapa tunaweza tukasema kwamba impassive, kama nimekwambia, ni movement kubwa au large institution wanavyokuwa wamekuwa katika action. Kwa maana yake hakuna correction wala nini. Kwa hiyo hiki kitendo kilichofanyika hapa tunakiita ni impassive. Kwa hiyo hata kama hapa unataka kuna nini, unaweza ukaita ni impassive.
Kwa hiyo hiki kitendo cha hapa mimi nakiita ni nini? Ni impassive. Lakini sasa baada ya impassive au baada ya large movement ambayo inatokea, price kama price lazima ifanye consolidation au tunaita correction kabla haijaendelea. Kwa hiyo maana yake hiki kitendo cha hapa price inavyofanya hapa kwenye gold ni consolidation au tunaweza tukaita ni nini? Ni corrective. Hii tunaita corrective. Hii tunaita corrective. Kwa hiyo sasa mimi kitu ambacho naamini baada ya impassive inafuata correction, lakini vile vile price inaendelea na movement yake. Sasa basi kama tulikuwa tunaamini kwamba hii ni corrective, maana yake NT yako wewe ulikuwa unajua kabisa kwamba impassive then corrective then itaendelea impassive, maana yake hapa chini itakuja kuendelea movement, lakini unaweza ukaichora kidogo kiutaalamu kwamba hata kama itakuja kuvunja hii zoni, hapa, maana yake kwa maana ya price kutoka hapa kuvunja hii zoni, maana yake hapa kuna kazoni hapa, kama unakaona vizuri, maana yake hapa kuna kazoni hapa kuna kazoni haka kadogo, maana yake price ina uwezo wa kufanya kitu kama hiki, and then ikafanyaje hapa, ikapiga pullback hapa, and then ikafanyaje, ikaendelea kudondoka na kitu ambacho tunakiita nini, impassive, au ikaja next level. Shona, hicho ndo kitu ambacho mimi nakiona. Sasa basi kama setup yako ilikuwa ni sell na price imefika katika resistance na ikaacha pin bar, ikaacha rejection candle, kulikuwa siwezi nikakosea kama nilivyosema mwanzo kwamba hii ilikuwa ni nini, ni sell hadi hapa. Kwa hiyo baada ya kuangalia hivyo katika high time frame kwamba gold setup yangu mimi ni sell, kwa hiyo unakuwa unarudi katika low time frame kuja kutafuta henti, lakini vile vile na kupishana na hizi nini, kupishana na hizi pullback. Ni kwa sehemu gani ambayo wewe unaweza ukafanyaje, ni sehemu gani ambayo unaweza ukaingia na kutoka. Nafikiri mishale kwanza, ngoja hapa nataka nitoe na nafuta hizo nini hizo, hiyo michoro naifuta. Nikija kwenye weekly, maana yake nikija kwenye weekly, maana yake zoni zetu zile zoni nisingezifuta zile, kumbe ngoja niziweke hapa kwenye weekly. Sidhani kama zitatofautiana sana na monthly. Unaona, ngoja niweke tu hii zone yetu, sababu sasa hivi sitodili na sehemu kubwa sana kulingana price, kama price bado ipo kwenye range, maana yake sisi tunadili na humu ndani tu. Kwa maana yake hapa kuna nani yetu, kuna hii zone yetu, na ndio price hapo inapokuja. Okay, kwa hiyo baada ya kuangalia, maana yake sisi kwenye low time frame tunadili na hiki kitu ambacho sisi tunakiona hapa. Kwa hiyo nitakavyorudi hata kwenye daily,
utakaporudi kwenye daily, okay, hii mbona imezungua brother, na bwana imezungua ngoja nifungue upya, inaona kama inanizingua. Sometimes zinakuwa zinazingua hizi. Ngoja nizame upya hapa. Ngoja niingie hapa. Okay, hii hapa sometimes zinakuwa zinazingua kwenye kuzoom na nini. Kwa hiyo baada ya kuangalia kwenye high time frame tumegundua ni kitu gani. Kwa hiyo tunavorudi katika low time frame kama hii sasa kwenye daily, kuanza kuspot zile zone zetu kule tumeziona ni zoni kubwa. Kwa hiyo tunavorudi huku baada ya kujua kwamba seli nini setup yetu sisi ni seli, maana yake tunakuja kuispot katika low time frame. Kwenye low time frame maana yake tunaweza tukaspot zone zingine, lakini hizi tukaziita minor zone. Sasa tukianza kuzispot minor zone, na ndio tutachora ni kwa jinsi gani sasa tunaweza tukafanyaje tukaitrade setup kwa wiki ijayo. Maana yake nitakutana na zone kama hizi, kwa maana hapa nitakuwa na zone yangu kama hii. Hapa nitakuwa na zone yangu kama hii, lakini pia nitakuwa na zone yangu kama hii. Nitakuwa na zone yangu kama hii. Nitakuwa na zone yangu kama hii. Hizi ni minor zone. Kwa hiyo hata kama nisingefuta zile major zone ilikuwa bado ni sawa. Hapa nina zone. Hapa nina zone hii hapa. Hapa nitachora trend yangu kwa maana kwamba ya down trend. Nitaichora hadi hapa. Nitaichora down trend yangu hapa kwa maana ya kuigusisha vizuri. Sasa basi, baada ya kuchora kitu kama hiki, ukiangalia pia hapa tuna zone ambayo tunaweza tukaita ni kama minor zone. Hapa tunaweza tukachora hapa kuna zone fulani ambayo ndogo sana lakini ina make sense. Pia naweza nikaitofautisha rangi kwa maana kwamba hii nikaita ni minor zone. Hii nikaita ni minor zone. Hii hapa kuna zone, lakini pia hapa napo kuna kazoni fulani hivi kadogo. Price ilipogeukia haikufanya bahati mbaya kugeukia hapa. Hapa pia kuna zone. Hapa pia kuna zone. Sasa basi, hii sasa ndo analysis yetu ambayo tunaanza kuipredict kwa wiki ijayo ni kitu gani ambacho kitatokea. Ukiangalia price kama price ilikuja, iligonga hapa, imegonga hapa. Sasa hivi ikaja ikagonga hapa, ikagonga hapa. Kwa hiyo
hapa kitu ambacho sisi tuna expect ambacho kitatokea kwamba price ita drop, lakini kabla ya price ku drop, je, ni kitu gani ambacho kinaweza kikatokea kabla ya price kufanyaje? Kabla ya price kudondoka. Sasa kadi tunavyorudi huku nyuma ndo tunakutana, tukirudi H4 nao tunakutana kwamba price kiukweli ipo kwenye zone, kwenye resistance. Lakini sasa ukirudi kwenye H1 kama H1 utakutana katika zoni yetu hii, katika zoni yetu, kwa maana kwamba katika hapa kuna minor zoni yetu hii, kuna minor zone yetu. Lakini sasa kwenye hii zone, kwenye H1 kuna kendo ambayo iliachwa ni kama pin bar. Sasa hii pin bar, kitu ambacho mimi ninachokiona kwa Jumatatu, setup yetu sisi inasema ni seli, lakini kwa Jumatatu kulingana na hiyo pin bar iliyoachwa, kuna uwezekano price ikaenda tena wapi? Price ikaenda tena juu kwenda kuretest kwenye trend line before haijafanyaje, kabla haijadondoka. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakiona kwa Jumatatu, price kama price kuna uwezekano mkubwa kwamba ikaja ikaretesti kwenye trend line yetu and then ikafanyaje, ika drop. Itakapofika hapo tena itakuja ita retest hapa kwa maana ya hii zone, then price itakuja next zone, itakuja kuretest kwenye trend line. Manake hapo inakutana na trend line, lakini na vile vile inakutana na zone kama resistance. Hapa kuna resistance hii hapa, lakini pia kuna trend line yetu. Hapa kuna resistance, lakini pia kuna kama ina zone hapa. Hapa tena kuna zone ambapo price itakuja itagonga, itakuja hadi hapa. Ikitoka hapa kuna zone nyingine ambayo price itakuja kudondoka hadi hapa and then ita retest. And then ita retest. Itakapofika hapa sasa chini, hii zone ya chini ndo hapa ndo ule mwisho wetu kwenye monthly. Manake hii ndo strong support yetu ambayo price kama price inataka kufanyaje, inataka kuja. Kwa hiyo hapo chini kabisa ndo kwenye monthly ndo kuna nini, kuna ile zone yetu. Manake price tulisema kwenye monthly inakuja hapa, kwa maana hii ndo zone yetu ambayo tuliichora mwanzoni kabisa. Hii ndo zone yetu. Kwa hiyo gold ina drop from resistance here up to support here, lakini kwenye low time frame au kwenye H4 kwenye daily, manake itatengeneza kitu kama nini, itatengeneza kitu kama hiki, kwamba itakuwa ina drop mpaka kwenye resistance, then inakuja kuretest kwenye trend line, ina drop hadi kwenye support, ina retest kwenye trend line ambapo napo kuna resistance, ina drop, kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho na kiona kwenye gold. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikasema kwamba gold kama gold kwa Jumatatu tuisubiri ibai kidogo mpaka kwenye trend line
and then tunashuka nayo moja kwa moja. Kwa hiyo kama jinsi unavyojua, kwa Jumatatu soko lina kawaida ya kwenda against, watu wanasema linaenda against na trend. Kwa hiyo unaweza ukasubiria kwa Jumatatu kiashiria ambacho kinachotufanya tusubirie kwamba price ina uwezo wa kwenda juu ni hii doji ambayo imeachwa kwenye H1. Ni very strong doji, lakini pia imeachwa katika zoni. Hii ni zoni ambayo kila mmoja anaiona, ambayo price hapa ilijaribu kubreak and then imekuja imeacha doji. Kwa kitu ambacho nakiona kuna uwezekano ikafika hadi hapa, kuna uwezekano ikafika mazingira haya, kwa maana ikatengeneza clear double top hiyo, au ikaja kuretest kwenye trend line. Kwa hiyo kikubwa ambacho sisi tutakachokiangalia ni aina gani ya candlestick ambayo inaachwa mazingira haya. Kwa hiyo gold kama gold tunaweza tuka Jumatatu tukaiangalia inafanya kitu gani, and then kwenye kubai kwake itakavyoanza kubai kulingana na candlestick ambayo imeachwa hapa, ni mazingira gani ambayo candlestick inaachwa. Kwa hiyo hapa ikiachwa rejection candle, au ikiachwa pin bar, au ikiacha doge, maana yake sisi tunaingia full margin kwa kubai up to next level. Sasa labda ni unmute kidogo, kama kuna mtu ana swali kwenye gold hapo anaweza akafanyaje, anaweza akauliza. Kuna mtu ana swali? Wazee, kuna mtu ana swali? Oya. Kuna mtu ana swali? Mnanisikia? Tunakusikia, nadhani hakuna, waendelea. Okay. Basi hicho ndo kitu ambacho mimi nimekiona kwenye gold, lakini pia kuna kitu hapa ambacho naweza nikajaribu kukizungumza kwenye gold. Gold ukiangalia kwenye H1 hapa kwa soko lililopita la wiki, maana yake hapa kulikuwa kuna zoni. Hapa kuna kitu nataka nikizungumze. Hapa kulikuwa kuna kazoni fulani. Hapa kulikuwa kuna zoni. Hapa kulikuwa kuna zoni. Lakini ukiangalia vizuri next zone ambayo ilikuwa ni ya uhakika, ambayo price kama price tuli expect hii zone ilikuwa hapa. Hapo kulikuwa kuna zone, kwa maana hii yote ni zone ambayo unaona hapa price ilikuwa imefika. Sasa kuna setup ambayo nilirusha kwenye group la channel kule, nitaonesha ni kwa jinsi gani kuna baadhi ya vitu ambavyo itabidi tuwe tunavizingatia. Ukiangalia zone ambayo sasa iliyokuwa inafuata kwa hapa, ukiangalia ile clear zone, maana yake utakubaliana na mimi kwamba hapa kulikuwa kuna zone ambayo ndio inaonekana kama ilikuwa very strong. Zone hii ambayo inaonekana ilikuwa very strong, zone hii ambayo unatoka nayo tangia huku, hii zone ilikuwa hii zone, kwa maana kwamba hii zone ndio ilikuwa hii hapa, hii very strong zone. Kwa hiyo price nakumbuka nilituma setup, price ilivyofika hapa
price ilivyofika hapa, kumbuka hii ni zone ambayo nimeichora tangia huku ni strong zone, lakini pia na hii ni zone moja ambayo inaonekana ni kubwa. Sasa setup hii hapa ilivyoacha doji hapa, mimi nilituma hii setup nikasema kwamba tunaweza tukafanyaje, tunaweza tukaseli. Nakumbuka setup yangu ilikuwa hii, lakini nili expect kwamba price ingefika hapa, kulikuwa kuna pips kadhaa, lakini ngoja nikuoneshe ni kitu gani ambacho kilitokea na inabidi ujiulize. Kwa hiyo kweli price ilivyofika hapa iliacha pips kama pips ngapi, ilidondoka, kwa maana kwamba ilitoka hapa iliacha pips iliacha kama pips 46 hivi, kwa maana kwamba price iliishia hapa. Sasa kitu ambacho inabidi ujiulize, why price haikufika hapa? Shona, hilo ndo swali ambao sometimes tumekuwa tuna ignore baadhi ya vitu alafu vinakuja kutukosti. Kwa nini price? Oya. Rudia hapo, umesema price inakuaje? Yaani kwa nini haikufika? Ndio kitu ambacho nataka nikielezee. Nasemaje? Ukiangalia utakubaliana na mimi kwamba hii support ambayo hapa tangia huku nyuma inaonekana kuna zone hapa, si ndio? Ukiangalia huku utaiona hii zone ambayo price, kama kweli price inatoka zone hii hapa, ushanielewa? Zone hii hapa, basi kuna asilimia kubwa sana ifikia hapa. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini price haikufika katika zone hiyo, na wakati setup ni seli? Ukiangalia setup ni seli, ukiangalia hapa ilishaenda kulitest, hapa ukiangalia price hapa ilikuja kulitest, ilikuja kabisa hapa kulitest hapa, kwa maana ilikuja kulitest hapa, ndio unao siku hizi bwana hiyo, ilikuja kulitest hapo, si ndio kwamba hii ni downtrend yangu, price iligonga hapa, iligonga hapa, unaweza ukakuta mtu unaingia full margin ukiamini kwamba price haiwezi kurudi tena, kwa maana kwamba price itafanyaje, itadondoka kama ilivyodondoka huko, kwamba itatoka zake hapa, itakuja hapo nini next level, ambao level nyingine ya chini ni, nataka nikujibu swali lako. Level yetu ya chini sisi ni kwa level yetu ya chini ambao price inabidi ije ni, au kwanza tutaanza na hapo kuna minor zone, lakini level yenyewe ni ambapo price. Kwa hiyo wengi tuli expect iko kitu, lakini sasa swali ambalo mtu unaweza ukajiuliza, kwa nini price ilirudi tena juu, lakini na vile vile ilivyorudi tena juu baada ya manake ilivyokuja kulitest, hii ndio ilikuwa retest, tuli expect kwamba ingedondoka. Kwa hiyo hata ilivyorudi tena hapa test katika resistance kuacha doji, manake mimi hapa ndo nilipoacha nini, nilipotoa ile pale setup kwamba save. Lakini why haikufika hapa? Nikaja kugundua kwamba inabidi uwe mjanja sana na una consider vitu vingi. Kumbe hapa kulikuwa kuna uptrend ambayo price ilikuwa ina respect. Kwa hiyo ukiangalia hapa kulikuwa kuna uptrend ambao price ndio ilipokuwa inafanyaje, inagonga mazingira. Ukiangalia hapa kwa umenipata. Kwa hiyo katika mtazamo huu, maana yake price ilikuwa ina respect hapa, ime respect hapa. Kwa hiyo hata ilivyoshuka kutoka hapa, katika ile doji ambayo sisi tuliona, maana yake ingeshindwa kufika hapa, ilikuwa ishaanza kwenda katika mtindo wa uptrend. Sasa basi, na ndio maana nakwambia hata kwa wiki ijayo kitu hiki ni cha kuconsider sana kwa price hapo ilipoishia, kwa maana kwamba ngoja nifute hii michoro mingine.
Kwa maana kwamba gold kama gold imeshatengeneza kitu cha namna hii, maana yake hapa kuna uptrend. Kwa hiyo ukiangalia hii uptrend utakapokuja kuichanganya na hii downtrend, utakapokuchanganya na hii downtrend, trend yetu sisi trend yetu na ndo tuna expect. Kwa hiyo hapa kitu ambacho mimi naweza nikashauri kwenye gold, hii uptrend unaweza ukaichora na ukaiconsider mpaka kwenye nini, mpaka kwenye downtrend, and then kwa setup yako, kama setup yako unaweza sasa ukaisikilizia price itakapo break hii downtrend, hii uptrend ndogo, kwa maana kwamba kama itakuja kugusa hapa juu sawa, lakini consider sana price itakapovunja hii nini, hii uptrend, na itavunja tu mpaka kwenye kiminor zone ambacho hiki kinaonekana. Hivi vizoni sio vizoni vya kuvizarau, maana yake hapa kuna kizoni hiki kinaonekana, hiki kizoni hapa kuna neckline, maana unaweza ukakitoa kizoni chako ambacho ndo hichi, unakichora hapa kizoni chako hiki. Ukikichora hiki kizoni ambacho kizoni ukiangalia kama ndo price iligusa hadi price itafika hapo. Kama price itafika hapo, maana yake itakuwa imeshavunja hii trend ambayo imetokea huku, lakini pia imekuja kutokea hapa kwenye downtrend yetu ambayo imetokea huko. Kwa hiyo ikija ikivunja and then ikitest and then I say nali mute kwanza sauti, maana naona sauti zinakuwa nyingi nyingi hapo. Poa. Ukitaka kuna nali tutalezi, tutanyosha mkono hapo. Poa. Kwa maana yake kitu ambacho naweza nikakizungumza hapo kwamba kwenye setup ya gold it's better kwamba ukasubiri uptrend ikavunjwa. Kumbuka wote tumeona analysis yetu tumeianzia kwenye monthly kwamba setup ya gold ni sell, lakini how to spot the entry. Unapotaka kuspot entry ndo unakuja kwenye low time frame kama hizi kuangalia price wiki iliyopita ilifanya kitu gani au soko lilifanya nini na tuna expect nini kwenye wiki ijayo. Kwa hiyo kama jinsi nilivyokuambia kitu ambacho tuna expect kwenye wiki ijayo, kumbuka hapa tuna zone yetu ambayo ni hii, ilirespectiwa mara nyingi sana, ukiangalia hapa, lakini price kwa Ijumaa ilivunja hapa. Kitendo cha kuvunja na kuja kuretest, kuacha doji mazingira haya, mimi na expect price inaweza kuja tena kuretest. Kwa hiyo ina uwezo ikaja hadi hapa kuja kutengeneza maybe double top shone kwa ajili ya kudondoka, au ina uwezo wa kuja kutest tena hii trend line yetu. Entry yako wewe itakuwa mazingira gani? Entry yako wewe subiria mpaka price itakapoenda juu. Kama itaenda juu sawa, isubirie iende juu. Itakapokuwa inashuka, ikivunja hii uptrend na ikaja kuiretest. Kwa hiyo inapovunja, manake hiki cha kati ndicho kuoneshia hiki ni kiminor zone, ambao ikivunja itakuja hadi hapa, then itakuja kuretest zone, alafu ndo itafanyaje sasa? Ndio inadondoka sasa kuendelea kutafuta zoni ya chini huko, ambao ngoja tujaribu kuiangalia zoni ya chini. Manake ndo inaweza tukasema kwamba inaweza ikaja hadi zoni hii. Hizi ni zoni ambazo nilizichora. Kwa hiyo hapo kuna zone, lakini pia hapa kuna zone. Una uwezo wa kuchora tena. Kwa hiyo soko litakuwa linaenda katika mtindo huo. Kwa hiyo ukiangalia hata kuna setup ya gold nilituma hapa. Setup ya gold nilituma nafikiri. Sio hapa bwana.
setup ya gold niliituma kwenye grupu, kwa maana kwamba kila mtu nafikiri aliiona before haijadondoka. Niliituma hii hapa setup ya gold mara ya kwanza. Kwa hiyo manake hii ndo setup ya gold ambayo mimi niliituma. Kwa hiyo ukiangalia hata hizi pips ambazo zimeachwa kwa mara ya kwanza hapa, manake niliituma kabla hata ya kudondoka hata ile mara ya kwanza. Kwa hiyo ukiangalia hata hizi pips ambazo zimetoka hapa hadi hapa tayari tulishafanyaje? Tulishazituma. Hizi ni huu ndo ule mdondoko ambao price ilivyokuja kugusa hapa, tulituma kabla haijafika. Kwa hiyo ukiangalia price yenyewe ilitembea kama pips 100 kabla haijafanya hiki kitu. Kwa hiyo tulishaituma before. Kwa hiyo ndio maana nakwambiaje, consider sana nini? Consider sana hii uptrend, and then njoo utrade after ikiwa imevunjwa. Kwa hiyo kwa analysis ya gold mimi nafikiri ya wiki ijayo tunaweza tukaishia hapo. Tukajaribu kuangalia kama kuna pair nyingine ambayo tunaweza tukaiconsider, and then tunaweza tukaangalia ni kwa jinsi gani soko litakavyo behave. Kwa hiyo mimi naweza huu mchoro wangu nikauchukua kama hivi nikautupia, ndio kitu ambacho mimi na expect. Sasa labda niruhusu kama kutakuwa kuna maswali kwenye gold, and then tuendelee labda na nani nyingine. Yes, kuna nani? Gari. Maswali empty. Empty. Wanapima kama ni empty. Hapo mimi sidhani kama kuna yaani mtungi sana upima kama una gesi. Yaani mtungi wa gesi unatoka uwe empty ndio unaweza kusafirisha vizuri. Watu mmenisoma au sio? Waga wanazingua. Ndio umeeleweka mzee baba. Wewe kutoka napo huko mpaka Mbeya nyingine lazima uwe empty, ndio? Poa. Yaani imekaa sawa mzee. Haina noma. Yeah. Sasa hapa tunaweza tukaenda kuangalia pair nyingine. Sasa nili USD JPY ni sawa tu, ni unaweza ukasema inaenda ni inverse correlation ya gold. Ushaona kwamba kama gold ina buy basi USD JPY itakuwa ina sell, na kama USD JPY ina sell basi gold itakuwa ina buy. Mwanzo nilizungumza kuhusiana na penda kuchagua baadhi ya pair, lakini pia ziangalie hata kwenye monthly ni zina shape gani na wewe una expect kitu gani. Sasa USD JPY kama USD JPY ukiangalia monthly kama monthly, utakutana na shape ya inverse head and shoulder. Nafikiri hizi ni shape ambazo kila mtu anazijua, lakini je, how to spot the entry? Hilo ndo linakuwa swali. Kwa hiyo hapa kwa haraka unakutana na kitu kama hiki. Unakutana na kitu kama hiki. Kwa hiyo kwamba kwenye USD JPY wewe inabidi uwe na big picture kwamba je, hii USD JPY katika overall yani au katika nini, katika position trader ni kitu gani ambacho kina expectiwa kutokea. Kwa hiyo ukiangalia USD JPY kama USD JPY, maana yake ina setup ya nini? Ina setup ya kubai, long term buy, kwa sababu tayari imeshatoa shape ya inverse head and shoulder. Isipokuwa sasa umukati sisi tutakuwa tuna spot hizi zoni zetu, kwa maana kwamba sasa price ipo katika mazingira gani na tuna expect kitu gani kufanyaje, tuna expect kitu gani kutokea.
japokuwa unapokuwa una spot hizi end, make sure unazispoti katika sehemu ya usahihi sana, kwa sababu unapokuwa unakosea ndio utojua hata soko au kama breakout imetokea au soko linataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo wenyewe wanasema practice make perfect. Make sure unapospot hizi zoni chora katika sehemu ambazo zinaeleweka. Sasa basi ukiangalia USD JPY kama USD JPY hata katika monthly, maana yake tayari price ipo katika nini? Price ipo katika support. Hapa una support yako vizuri, unaiweka hapa. Consider these weeks, maana yake usipozi consider ukiweka hapa utojua kama hata hii candle ya sasa hivi ina uwezo wa kufika mazingira haya. Kwa hiyo consider weeks, then unaangalia hata huku nyuma price unaiweka sehemu sahihi. Kwa hiyo una consider huku unaweka mazingira fulani. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba kuspot kitu kama hiki na unajua USD JPY kama USD JPY ni long term buy kwenye monthly, lakini pia hata kendo iliyoisha mwezi ule ilikuwa ni kendo gani. Kwa hiyo kumbe kitendo cha kendo ya mwezi ulioisha kuishia katika zoni hii, hapa kuna zoni na ikaacha rejection, that's why kendo hii ikaja kufanyaje? Kendo hii ikaja kuseli. Lakini tuna expect kendo hii seri yake ndani ya mwezi huu lazima zoni yake ya mwisho iwe zoni hii, and then itaanza kufanyaje? And then itaanza kubai mpaka kwenye zoni hii, ushanielewa? Au kupitiliza kabisa, kwa sababu setup ni nini? Ni buy. Kwa hiyo sasa kumbe hii seri tunaoiona au inayoendelea kwenye USD JPY ni nini? Ya short term trade au ni pullback tu, lakini long term trade ya USD JPY kulingana na shape ambayo imetokea huko kwenye mwezi ni nini? Ni buy. Sasa basi tunapokuja hizi naweza nikaziondoa, hizi naweza nikaziondoa nikabaki tuna hizo zoni zangu. Nikabaki na hizo zoni zangu. Kwa hiyo japo hapa kuna zoni kwanza, hapa mazingira haya kuna zoni, haya kuna zoni, lazima tu consider na price ndo tuna expect kwamba price itoke hapa ije hapa. Shaona hicho ndo kitu ambacho tunaweza tukafanyaje tuka expect. Okay, baada ya kugundua hilo, hii inaitwa top down analysis. Unaanzia monthly, unarudi weekly. Kwa hiyo weekly vile vile ukija unakuta kwamba price ipo katika mazingira yapi? Price ipo katika mazingira hayo, au ipo katika mazingira ya nini? Mazingira ya lakini hapa vile vile hapa kuna zone. Sasa hizi ndo tunaziita minor zone ambazo unao uwezo wa kuanza kuzispot katika low time frame. Hapa kuna zone, hapa kuna zone, unaweza ukaitofautisha rangi ili ujue minor zone na strong zone ni zipi. Unaweza ukaitofautisha rangi. Kwa hiyo hapa kuna zone yetu ambayo unaweza ukaja kwenye daily ukaiona vizuri. Kwa hiyo kwenye daily utakubaliana na mimi kwamba hapo price ilipo kuna zone, kwa maana kwamba price ipo katika mazingira haya. Ukiangalia hapa price iligonga, hapa price iligonga, hapa price iligonga, hapa price iligonga, lakini hii yote ni zone. Kwa hiyo hauwezi ukaibeza, hii yote ni zone, lakini ni minor zone. Sasa major zone yake ambayo tuna expect price kufika inawezekana ikafika hapa. Sasa unavyozidi kurudi katika H4 internet ipo slow.
internet ipo slow.